Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana. Pasina shaka upo salama kabisa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tumeshuhudia siku mbili nyuma mahakama ikisitisha shughuli zote za kisiasa za Chadema, ikiwa ni pamoja na kufanya vikao, lakini pia mikutano kama vile ambavyo tumeshuhudia Chadema wakiwa na kampeni ya no reforms no election na wakizunguka mikoa mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa kwa umma na Chadema, ilidai ya kwamba mahakama imesitisha shughuli za chama cha Chadema kwa muda wa siku 14. Hatimaye leo taarifa nyingine imetoka ya kwamba Chadema imesitishiwa shughuli zake za kichama kwa muda usiojulikana mpaka pale kesi itakaposikilizwa. Kupitia taarifa ambayo ilitolewa na chama cha Chadema kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema, tukipitia sehemu ambapo Chadema walizungumzia kilichotokea mahakamani na Chadema kusitishiwa shughuli zake kwa muda wa siku 14. Kabla hatujaangalia mawakili wa wale ambao walifungua kesi dhidi ya Chadema wamezungumza kitu gani. Chadema walisema kwamba leo tarehe 10 Juni mwaka 2025, katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka 15 Bwana Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake wawili wajumbe wa bodi ya udhamini ya chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake baada ya wakili wetu Jebla Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kutotendewa haki. Jebla Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitakapopata mawakili wengine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki, huku kizingatia hali ya kisiasa ilivyo nchini mwetu. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa chama watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Tunatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wetu na Watanzania wote wanaoamini katika misingi ya uhuru, haki na demokrasia kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama. Hatutarudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Imetolewa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Ilikuwa ni Jumanne tarehe 10 ya mwezi Juni mwaka 2025, Chadema wakithibitisha ya kwamba mahakama imezuia shughuli za Chadema kwa muda wa siku 14. Leo taarifa kubwa ni kwamba zuio la Chadema kufanya siasa halina ukomo maalum. Mawakili wanaowawakilisha wanachama na waliokuwa viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliofungua kesi mahakamani wakilalamikia Chadema kwa kukosa usawa na kuikandamiza Zanzibar katika shughuli zake na katika mgawanyo na matumizi ya mali za chama hicho, wamesema zuio la Chadema kufanya siasa nchini sio la siku 14 kama inavyoelezwa na baadhi ya watu na inavyoripotiwa na vyombo vya habari. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, wakili wa mahakama kuu Bwana Gido Thomas Simfukwe akiwakilisha mawakili wenzake akieleza maamuzi ya mahakama kwenye kesi hiyo, ameeleza kuwa katika kesi ya madai namba 8223 ya mwaka 2025 ya mgogoro na mgawanyo wa rasilimali, mahakama haikutamka muda wa kikomo wa kuzuia shughuli za kisiasa na matumizi ya rasilimali za chama hicho. Amri ya kwanza ambayo jaji anayesikiliza kesi yetu alitoa ni kuzuia shughuli zote za kisiasa hadi pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Amri ya pili, amezuia wasitumie mali za chama.
Sasa bahati mbaya, upo upotoshaji mwingi unaoendelea kwamba hili zuio limetolewa kwa muda wa siku 14. Zuio limetolewa mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi, na kulingana na jaji, kesi itatajwa tena Juni 24 mwaka 2025, amesema wakili Gido. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Saidi Isa Mohamed, na wenzake wawili, wakilalamikia kuwa Chadema inaitenga Zanzibar katika mipango yake ya kisiasa, hasa upande wa usambazaji wa rasilimali fedha. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche, akikaririwa wakati akizungumza maamuzi hayo ya mahakama, alisema uamuzi huo ni sehemu ya kile alichokiita sarakasi za baadhi ya watu katika juhudi za kuikandamiza Chadema. Amejua lini kuna ubaguzi wa kidini, amejua lini Zanzibar inapunjwa, ama ni baada ya kushindwa uchaguzi ndo ameyaona haya. Hizi ni sarakasi za kutumia watu kujaribu kuzuia chama chetu kufanya shughuli zake, alisema Heche. Kwa mujibu wa hati ya malalamiko, walalamikaji wanadai kuna mgawanyo usio sawa wa rasilimali za kifedha kati ya bara na Zanzibar ndani ya chama cha Chadema. Aidha, wamelalamika pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia pamoja na udini katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hii ni taarifa leo, ambapo mawakili ambao wanawawakilisha wanachama waliofungua kesi dhidi ya Chadema mahakamani wakipinga kile ambacho kinaendelea Chadema, wakilalamika na kudai kuwa Chadema imekuwa imekosa usawa na kuikandamiza Zanzibar katika shughuli zake na katika mgawanyo na matumizi ya mali za chama hicho. Wamesema zuio la Chadema kufanya siasa nchini sio la siku 14 kama inavyoelezwa na baadhi ya watu na inavyoripotiwa na vyombo vya habari. Watu wengi wametoa maoni yao, lakini pia mwanachama wa chama cha Chadema Yeriko Nyerere kupitia akaunti yake na mitandao yake kijamii ameandika pia kuhusu taarifa hii. Huyu anasema, hao wa Zanzibar wamechangia nini huku bara? Lakini pia mwingine akasema, ila Chadema wanapitia magumu sana kama mtoto wa kambo, ila kwa vyovyote vile no reforms no election. Mwingine anasema, aise watu wakavu, sasa niwaambie wananchi wanayaona haya, mtaona kitakachotokea huko mbeleni. Mungu fundi nyie, acheni tu. Mwingine anasema kwamba huyu jamaa ana roho ngumu sana, lakini pia mwingine akasema kwamba nchi yetu imejaa viongozi na watumishi wa ovyo sana ambao hawawezi kujiendesha wenyewe. Yote haya ni sababu ya mfumo mbaya na wa ukandamizaji. Kiongozi ama mtumishi yoyote wa serikali yupo radhi kutekeleza jambo ambalo hajalishuhudia na hakubaliani nalo kabisa, ni kwa sababu mfumo wetu wa uongozi hamruhusu kumpinga ama kwenda kinyume na maagizo ya mkuu wake wa kikazi. Labda tuombe hii slogan ya no reforms no election ipite, tupate mabadiliko ili mihimili yetu mitatu ya taifa ijitegemee kikazi na kimaamuzi, yani pasipo kuingiliwa na kiongozi wa muhimili mwingine tofauti, na hapo tutaendelea kuumia sana tena sana. Mwingine akasema ya kwamba haisaidii kuzuia chama, shida wanachadema ni wananchi na huwezi kuwabadili mioyo yao. Mwingine akasema no reform no election, lakini pia mwingine akasema kwa hiyo ndo mmeona muwafunge mdomo kwa njia hiyo. Lakini pia mwingine akasema kwamba hao walalamikaji ni wahuni, kipindi wakiwa madarakani wao hawakuona hilo. Hivi kati ya viongozi wao na chama cha Chadema wapi wanaonekana ni wapinzani. Lakini pia mwingine akasema kwamba ukiangalia vizuri hawa jamaa wanapenda sana sisi tuendelee kuwa wajinga. Wameona elimu inawaingia, watu wanatafuta kila namna ya kukwamisha hizi jitihada. Lakini pia mwingine akasema kwamba yani hizi tunajua ni hujuma na shinikizo kutoka upande wa chama tawala, lakini siku zote Mungu hajawahi kushindwa. Kwa upande wa Yeriko Nyerere kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii ameandika hapa kufuatia hiki ambacho kimetokea leo, ambapo mawakili ambao wanawawakilisha waliofungua kesi dhidi
ya Chadema, wakisema kwamba zuio hilo sio la siku 14, ni zuio ambalo halina kikomo. Kwa upande wake Yeriko ameandika hapa baada ya kuchapisha taarifa hiyo kwamba Chadema imezuiwa siasa mpaka kesi isikilizwe, sio siku 14, msipotoshe. Yeriko ameandika hapa kwamba ina maana kesi hii hata ingechukua miaka 10 bado hatutaruhusiwa kufanya siasa. Huu ukatili tuliofanyiwa hata shetani asingefanya hivi. Uzuri Chadema iko kwenye mioyo ya watu, sio vinginevyo. Lakini pia akasema kwamba ANC ilifungiwa miaka 30 lakini libaki chama kikuu cha ukombozi, na mwaka 1994 kikakomboa Afrika ya Kusini. Ameweza kuandika hapa Yeriko, na watu pia wametoa maoni yao hapa kwa Yeriko. Huyu anasema wahusika hapo ni wale Chadema wa Zanzibar, timu Mbowe katika hii nchi. Hakuna mwanasiasa nilikuwa na mkubali kama Mbowe, kumbe nilikuwa nakosea sana. Yana amekuwa wa ajabu sana na hatari kuliko hao watekaji. Lakini pia mwingine akasema kwamba Mbowe huyo yuko nyuma. Lakini pia mwingine akasema kwamba kesi jaji anasikiliza upande mmoja, hakuna kesi hapo, wamejaribu tu kupunguza ule moto uliokuwa unawaka mikoani. Mbona hahitaji mtu mwenye degree kuelewa? Lakini pia mwingine akasema kwamba mahakama ya rufaa ipo, waanzie huko. Lakini pia mwingine akasema kesi ilifunguliwa na mfunguaji wa Mbowe aliyehudumu miaka 15 nafasi ya makamu mwenyekiti Chadema Zanzibar baada ya kushindwa uchaguzi. Yeye na mzee Alpha na Omega Mbowe wanaihujumu Chadema. Mwingine akasema kwamba nenda akachukue kadi ya Chauma Blaza, wakati ndio huu. Lakini pia mwingine akasema kwamba acha unafiki wewe, wakati nyie na washenzi wengine mpo nyuma ya haya. Tunawafahamu wote mlio nyuma ya haya yote, mkifikiri Chadema itakufa na itarudi nyuma kupambana dhidi ya udhalimu katika nchi hii. Acheni unafiki nyie, wewe endelea na Chauma yako. Tena wafahamu wanafiki wote, washenzi kabisa nyie, alafu mnakuja hapa kutafuta huruma. Acheni huu puuzi wenu, kaunganeni na watesi sasa, tuone mwisho wenu. Maana mnajifanya nyie ndiye wanasiasa na sisi wengine ni wanaharakati. Hivyo wanaharakati hatuwezi kuchukua hatamu ya uongozi, ni kwamba tutapiga pereche. Haya sasa, nendeni Chauma moja kwa moja, mtuache na Chadema yetu. Wengi wametoa maoni yao hapa, lakini kubwa tuliache kwako na tusubirie rasmi tamko kutoka kwa Chadema. Watazungumza nini baada ya jambo hili kutokea? Kubwa, tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.